Hujambo na karibu katika channel ya AJ Farms, mashamba yanayotembea. Karibu kwenye mwendelezo wa shuhuda za AJ Farms. Hizi si hadithi tu ambazo labda mtu alilala akaamka akasema leo nitawaandikia hivi. Hizi ni shuhuda za kweli kabisa. Za huyu alithibitisha kuwa ndoto za ndani huwa zinapiga kelele mpaka uzisikie. Ni daktari kitaaluma, mwenye elimu, heshima na kipato chake cha uhakika, lakini pamoja na hayo yote aliona kweli yupo kwa watu wengi. Badala ya kuendelea kwenye mstari ule ule wa miaka mingi ya kazi, kufungwa kwenye ratiba, amri na mazingira yanayochosha, alichagua njia ngumu lakini ya uhakika. Alithubutu kutoka kwenye ajira ya uhakika, akavaa viatu vya udongo, akashika jembe, akafungua mabanda ya kuku, yani akaingia kwenye ujasiri wa mali. Huko kwenye uhakika wa maisha yake, wa hela yake, akaingia kwenye kujiajiri kwa ujasiri wa mtu anayejua thamani ya maisha yake. Leo anajulikana kama daktari mkulima. AJ Farms, mashamba yanayotembea. Mfano halisi wa mtu aliyekataa kustaafu maskini, kukataa kufa bila kutimiza ndoto zake, na kukataa kutumikishwa kwenye mfumo usiomwacha kusonga mbele. Safari yake imejaa maamuzi magumu, kujifunza kila siku na kuthubutu na kupambana hadi kuona matunda mikono yake. Kupitia ushuhuda huu na makala anazoandika, anagusa maisha ya watu, anasimulia ukweli aliouona mwenyewe, anafungua macho ya wengi kuhusu nguvu ya kujiajiri, na anawasha moto wa matumaini na mabadiliko kwa yeyote aliyekosa dira. Yeye ndiye sauti ya kizazi kinachochagua kubadilika. Yeye ndiye somo la kwamba elimu yako inaweza kukupa ajira, lakini ujasiri wako ndio utakaokupa maisha unayotaka. Chill, chat, cheer. Chill, chat, cheer. Historia yangu inaanzia pale mwaka 2017 baada ya kujinasua kwenye mtego wa kuajiriwa kama daktari wa binadamu, ambaye nilikuwa nimetumikia katika sekta binafsi na za umma tangu mwaka 2013 mpaka 2017. Na kipindi chote hicho natumikia katika sekta za umma na binafsi. Changamoto yangu kubwa sana ilikuwa ni mshahara kutosha siku zote. Lakini pia sikuwa na furaha kabisa ya maisha yangu. Sikuwa na furaha. Mara nyingi nikiamka asubuhi kwenda kazini ilikuwa inaambatana na stress nyingi sana. Yaani nawaza kesho itakuwaje. Kuna kipindi ambapo bosi wangu tu akinipigia simu hivi, nikiona simu ya bosi inaita na hisi kama anadai report hivi, unaona. Kwa hiyo nilifanya kazi lakini nilikuwa na stress, na bahati mbaya mshahara wangu ulikuwa ufiki tarehe 15. Mara nyingi nikijitahidi ni tarehe 13, 10, 12, 15 nimejitahidi sana, umekwisha, na baada hapo naanza kusota kwa kipindi cha siku 15 zilizobakia. Kwa hiyo nikaanza kujiuliza kama endapo nitaendelea na mtindo huu mpaka na staff. Na issue ilikuwa je, nikistafu nitaishije? Na isitoshe marafiki zangu mimi walikuwa wazee ambao mithili ya baba yangu, walikuwa kubwa, nikakuta kazini pale kwa nimeta zangu, lakini nigundua kwamba wote tulikuwa tunapitia msoto ule wa mishahara kutotosha. Ikumbuke nibadilisha kazi mara 4 kutoka same taasisi moja kwenda taasisi nyingine mara 4, na pote changamoto ilikuwa ile kwamba mshahara hautoshi. Na mara mwisho nilikuwa nalipwa shilingi milioni 4 kwa mwezi, lakini nayo pia niligundua kwamba haitoshi, na mwishowe nikagundua kwamba kweli duniani hakuna boss au mwajiri atakayekupa mshahara mkubwa. Hakuna kitu kinachoitwa mshahara mkubwa. Kwa hiyo nikaamua kujinasua 2017 kwenda kwenye ujasiri ya mali mtaani. Of course kwenda siku moja ilikuwa sio maamuzi ya siku moja. Nilikuwa nimeshapima kina cha maji tangu mimi nasoma. Nikiwa mwaka tu wa 3 wa 4 nilianza kufanya ujasiriamali mdogo nikiwa nasoma. Na katika kipindi chote kile nasoma mpaka nafanya kazi, kwa hiyo nilikuwa najaribisha biashara mbalimbali. Na kwa hiyo nilikuwa nishapima kina cha maji. Na isitoshe nilipofanya maamuzi mwaka 2017 yalikuwa ni maandalizi ya miaka 5 nikiwa najiandaa kujinasua katika home mtego. Bila kazi hamna malipo. Kwa hiyo kipindi chote hiko nilikuwa najiandaa kujinasua kwenye mtego wa bila kazi hamna malipo. Yaani kwamba usipoamka kwenda kufanya kazi hautolipwa.
Sasa itakuwaje siku ambao sasa uzee umefika ambapo huwezi kuamka ndani kwenda kufanya kazi? Ndio ilikuwa maswali yangu makubwa sana hayo. Kwa hiyo nikaamua kujinasua kwenye mtego wa bila kazi hamna malipo. Nilipojinasua mwaka 2017 nakumbuka ilikuwa mwezi wa 11 Novemba. Swali lilikuwa ni kwamba je, kipindi chote hicho najiuliza maswali, niwekeze wapi? Niwekeze wapi? Hilo ndio swali la msingi sana, kwa sababu kwenda kwenye ujasiriamali bila kujua unaenda kuwekeza wapi ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Na pengine hata wewe mtazamaji, pengine ndio swali ambalo unajiuliza. Unataka kwenda kujiajiri au kufanya kazi, shughuli za ujasiriamali, lakini unaenda kuwekeza wapi? Ni kitu gani ufanye? Mimi naitwa Dr. Ibrahim Dashiru ama daktari mkulima. Wengi wanafahamu kama daktari mkulima, lakini au AJFarmer. Na siku ya leo nitakupa siri 5 ambazo nilitumia kuchambua au kuamua niende kuwekeza wapi. Siri 5. Na siri ya kwanza, tukienda moja kwa moja, ni sababu ya kwanza kwa nini nienda kuwekeza kwenye kilimo ni kwa sababu mimi napenda kilimo. Nina mapenzi ya dhati ya moyoni. Ukisema chini ya moyo wangu ndio kuna mapenzi ya kwanza yatakuwa kwenye kilimo, mengine yanafuata. Kwa hiyo ukupenda tu kitu ilinisaidia sana. Pengine inachangiwa na kwamba nilikulia kwenye familia ya wakulima. Na kumbuke mimi nilizaliwa kwenye familia ya watoto 32 ambapo baba yetu alikuwa mkulima. Babu yetu alikuwa mkulima tena tajiri. Pindiko miaka ya 80 ya 70 mpaka 80, babu yetu aliye kununua gari akiwa kwanza kijini kwao. Baba yangu mimi mwenyewe watoto 32 alimudu kutusomesha watoto wote tuliotaka kusoma, lakini baba yetu pia alimudu wale kaka zangu waliofika hatua kwamba wanafika umri wa kuoa, aliwapa shamba kubwa, akawajengea nyumba, lakini pia akawalipia mahari, ilikuwa ndo kwa mila, kwa mujibu wa mila. Kwa hiyo nilianza kugundua kitu pale kwamba mbona babangu anamudu vitu hivi? Yaani unakuta maisha yetu tunaishi, waliotaka kwenda kusoma tukasoma, walitaka kupata mitaji ya biashara wakapatiwa, waliotaka kwa mfano kuoa ilifika hatua analipia mahari, anajengea nyumba, anapewa shamba. Maisha ambayo nahisi watu wengi hata ambao wanafanya kazi, maisha haya namna hiyo ya babangu huenda hawajafikia. Kwa hiyo lile pale tu peke yake likaanza kunipa clue kupenda tu kilimo. Lakini pia kipindi hicho wakati tunakuwa sisi shambani kwetu tulikulia kula matunda, sio ya kununua tena. Yaani papai inaiva mtini mpaka linadondoka lenyewe. Ndizi zimeiva pale shambani. Yale maziwa tunaoamka asubuhi tukanywa pale nyumbani. Tunatoka shule unakuta maziwa na ndizi na vitu mbalimbali pale nyumbani, mapapai, maembe. Maisha yalikuwa mazuri sana. Zile sauti za ndege, wanyama, unajua tunaenda kuchunga ng'ombe, tunaona mbuzi wanarukaruka, kuna kipindi wanacheza wale ndama. Ile furaha ya pale shambani, miti, unaona miti mizuri kijani pale shambani. Nikaanza kufanya nipende kilimo tangu nikiwa mdogo. Kwa hiyo hata nilipokuwa nafanya maamuzi, mapenzi ya dhati ya kilimo biashara au kilimo kwa ujumla yalitawala kila kitu. Hiyo ni kwa sababu ya kwanza kabisa ambayo ilifanya mimi kuamua kwenda kwenye kilimo badala ya kwenda kwenye shughuli nyingine. Na sababu nyingine ni kwa nini nilikwenda kwenye kilimo. Nikumbuke nilikuwa nimeshasota, nilikuwa nishajaribu tena vitu vingi. Tangu nasoma mimi nishajaribu biashara mbalimbali. Nishafungua hospitali ambao baadaye zahanati, baadaye nilifunga. Japo ilikuwa inanilipa sana kipindi hiko, zahanati, nilifungua lakini kanishinda huko kipindi hiko nikiwa Dar es Salaam, niliendesha zahanati kwa miaka kadhaa. Baadaye nikaifunga, ikawa na changamoto nyingi sana. Changamoto kiwepo mojawapo ni wauguzi walikuwa wengine wanakuja sio aminifu, na madaktari wanaokuja kufanya kazi pale wanakuja na madawa wameficha kwenye begi au kwenye mikoba. Wanatumia zanati yangu kama sehemu tu wamekaa, lakini wanauza madawa yao. Yani mwisho wa siku inabidi niwalipe wao, inabidi nilipe pango, inabidi nilipe kodi za serikali na vitu kadha wa kadha mwisho wa siku, lakini mimi siingizi pesa kwa sababu dawa zinazouzwa sio za kwangu, ni za wale wafanyakazi. Hiyo changamoto moja hapo nikawa nakutana nayo. Lakini unajua kuendesha kituo cha afya ama zahanati ni changamoto inayoambatana na mambo mengi, kwa sababu kumbuka pia kuna anaweza kutokea mgonjwa pengine akachomwa vibaya dawa na muuguzi, mwisho wa siku kaingia kwenye kesi. Vitu kadha wa kadha vina changamoto sana kwenye uendeshaji wa zahanati. Nyingine ilikuwa ni vibali. Unajua kuendesha zahanati ama hospitali kunahitaji uwe na kila kitu kuanzia siku ya kwanza. Yaani kuanzia jengo lenyewe lina vigezo kadhaa. Ili upewe vibali lazima wakague jengo, wanajua inabidi wanafanya kazi wakada kadhaa, idadi kadhaa kuanzia siku ya kwanza, hata kama una mgonjwa. Na ikumbukwe katika biashara ya afya kwa ujumla ni kwamba mgonjwa ndio mteja. Sasa
kuanzia siku ya kwanza hauna mteja, lakini mamlaka zote zinataka uwe na leseni na vibali vyote na kila kitu, wanafanya kazi na wenyewe walipe hata kama uingizi chochote. Kwa hiyo kuendesha zahanati hospitali, ingawa ilikuwa ndo sehemu yangu ambao maswali mengi ilikuwa huyu daktari sasa kwa nini hakuwekeza kwenye hospitali? Umeona? Sasa changamoto za kuwekeza kwenye hospitali kwamba kunahitaji mtaji mkubwa sana kuweza kuwekeza kwenye hospitali. Kwa mfano mimi nilianzia kwenye ngazi ya zahanati, lakini pia ilinipasua kichwa. Baadaye nikabidi niuze na nifunge hiyo zahanati, nikauza vifaa, nikaenda zangu kwenye kufanya biashara nyingine. Nimejaribu biashara mbalimbali. Najua maamuzi ya kwenda kwenye kilimo ni maamuzi ambayo yamekuja ni matokeo. Nilifanya pia uuzaji wa vifaa vya ujenzi, nimewahi pia kufanya uzaji wa nguo, vitu mbalimbali. Yaani nishafanya vitu vingi sana. Kuwekeza kwenye starehe, nishafanya hivyo kama kuwa na clubs za disco na nini. Nishafanya vitu kadha wa kadha, lakini vyote havikupa kwanza havikunipa furaha, pili havikunipa kipato endelevu. Kwa hiyo vitu vyote baadaye mwaka 2017 nilikuwa nishaviwekea XX mkasi. Kwa hiyo kule kujaribu mwisho wa siku nikasema okay, acha niende kwenye kilimo. Kwa nini nienda kwenye kilimo? Kwa kuzingatia vibali. Kilimo akihitaji vibali. Yaani sikutakiwa kuwa na leseni au kibali au wakaguzi eti wanakuja kukagua shamba. Hakujawahi kuja mkaguzi. Labda kama wanakuja watu ni kwa ajili kama ni mamlaka za serikali wanakuja kutembelea, kusupport, lakini hakuna mtu ambaye kusema kwamba nafunga shamba lako leo kwa sababu eti labda hujafanya 1 2 3. Haijawahi kutokea. Na kingine pia ndani ya kilimo nimepata nafasi kubwa sana kwamba kuna nafasi nyingi sana. Unaweza kuanza na mtaji mdogo kadri iwezekanavyo. Lakini kwenye hospitali ama shule kwa mfano inabidi uwe full nondo, uwe na kila kitu. Kwa hiyo kwenye kilimo naweza nikaanza tu na kuku 10. Kwa mfano mimi nianza na shamba la robo ekari la nanasi. Shamba robo ekari tu. Baadaye imeweza kukua na kuwa na kampuni mwaka 2018 ambapo tulisajili kampuni ya AJ Farms rasmi. Kwa hiyo angalia, unaweza kaanza kidogo. Kikubwa kwenye kilimo nilichogundua inabidi uvumilivu, subira na kuwa na maono ya mbali. Na isitoshe ukiwa na mapenzi ya dhati kama sababu ya kwanza ambayo nikutajia, itakusukuma mbali hata kama utaenda miaka 10 bila faida, lakini kwa sababu una mapenzi ya dhati utaweza kuhimili ile mikiki. Kwa kilimo kuna mikiki kama ni kama kwenye biashara yote ile. Biashara yote ile ina mikiki na misukosuko, kuna kufeli, kuna kupata hasara. Yaani tunavumilia, lakini mapenzi ya dhati yanakusukuma zaidi kupita viunzi vile ambavyo utakutana navyo. Kwa hiyo mwisho wa siku hiyo sababu ya pili kwamba niliona kilimo ni nafuu zaidi kuwekeza kuliko biashara nyingine ambazo nilikuwa nimejaribu. Sababu ya tatu ni sababu ya kuwa kilimo biashara kwa ujumla wake ni uwekezaji endelevu na uchukua muda mrefu. Nilichogundua kilimo biashara uchukua muda mrefu kwa mtu kufilisika. Na nimekuja gundua kwamba matajiri wengi sana tunaona mijini, maeneo mbalimbali, ni kwamba nimegundua kwamba huwa wanakuwa na mashamba makubwa ambao wao wanawekeza kule. Alafu endapo biashara kule mjini zinawachanganya, utumia mashamba kama shock absorber, kama suluhu, yani inakujaga kama kutatua matatizo ya kiuchumi. Nimegundua ni ngumu sana kufilisika kwenye kilimo kwa sababu ukipanda mti wa mwembe leo mpaka uache kutoa matunda labda miaka 50 mbele, labda kama ulipata changamoto hapo katikati nini, ule mti utakupa maembe kila msimu. Kwa hiyo kama ulikuwa umepata anguko la kiuchumi, ile miti ya miembe, michikichi, mipasheni, mipapai, pale shambani migomba itakupa nafasi ya kuweza kunyanyuka tena. Kwa hiyo kilimo kinaleta uchumi endelevu. Tofauti na biashara nyingine, mata ni biashara za simu. Unaona? Biashara za kununua bidhaa labda China na leta hapa kwa container. Inaweza kufika hatua container moja ikikwama tu pale bandarini, kuisha habari yako. Umefilisika, umeondoka barabarani. Lakini kwa mkulima ambaye analima kibiashara, nimegundua ni nadra sana kufilisika. Na hii nimeisoma pia kwa babu yangu. Babu yangu alikuwa Sonko kama nilivyokuambia. Yeye katika ile miaka ya 80, 70 mpaka 80 mpaka 90 ndio alikuwa ni mtu ambaye hata dini zile zilikuwa zinamgombania, yani madhehebu mbalimbali. Kila dhehebu inataka amie kwake kwa sababu anajua akienda pale kwenye dini yao, wao walijua kwamba walikuwa na hakika kabisa kwamba angeweza kutoa sadaka kubwa zaidi kwa sababu alikuwa nazo kupitia kilimo. Yeye alikuwa na kauli moja kipindi hiko, watu wangemwibia ndizi kule shambani. Wezi walikuwepo tangu zamani. Kwa hiyo wangekata ndizi, mikungu ya ndizi kule shambani, angepata taarifa kwamba wamekata ndizi zake, asema sasa alikuwa na tabia kuongea kwa taratibu kwamba hizo ndizo wamekata, basi zitaweka nyingine. Alikuwa amemaliza. Wafuatilii mwizi wala nini kwa sababu walijua yeye kwa namna ile atarudisha pesa. Kwa hiyo babu yangu kupitia
kwamba Uwezo alikuwa anamwibia ndizi, lakini alikuwa anaamini kwamba kwenye shamba huwezi kufilisika. Kwa hiyo walipokuwa anamwibia ndizi alikuwa hawezi kuhamaki. Yaani alikuwa anashangaza sana. Wanamwibia alafu anajibu kwa urahisi. Au wameiba ndizi, basi waache tu, ndizi zitaweka nyingine. Ndio ilikuwa namna anavyokuwa anazungumza. Rafiki yake alikuwa anaongea kwa taratibu sana, lakini hakuhamaki. Ni kwa sababu gani? Kilimo ni sehemu ambayo kufilisika ni vigumu sana. Na kwa sababu hiyo ina maana sehemu ambayo niliona kwamba ni sehemu salama naweza kuweza kuwa na uchumi endelevu ni kilimo, kwa sababu kwamba ni ngumu sana kuweza kuingia kwenye mtikisiko wa uchumi na kufilisika. Katika biashara ya cement kwa mfano nilofanya biashara ya kuuza vifaa vya ujenzi, niliwahi kupakia mifuko ya cement kwenye gari kubwa. Alafu tukafika kwenye mlima ule, bahati mbaya kulikuwa mvua imenyesha. Wakati tunapandisha kwenye mlima, gari ilishindwa kupita pale kwenye ule mlima. Tukalazimika sasa kushusha ile mifuko ya cement na kupata wabebaji kuifaulisha kupeleka upande wa pili wa mlima. Kitendo kile cha kuishusha na kuipakia tena, faida yote ya cement ilishia hapo. Kwenye kilimo naweza nikaingiza, nikupe mfano mdogo, naweza kuingiza punje moja ya muhindi nikaipanda shambani, lakini ikikua naweza kashangaa napata punje 2000. Kwa hiyo faida kubwa sana ipo kwenye kilimo, na pengine watu wengi hawajagundua kwamba kuna faida kwenye kilimo, kwa sababu unaweka kidogo unapata kingi, lakini kinachotakiwa ni uvumilivu, subira na maono ya mbali na mapenzi ya dhati. Hiyo ilikuwa ni sababu ya tatu kwa nini niliamua kwenda kwenye kilimo na kwenda kwenye kitu kingine. Nilienda kwenye kilimo biashara kwa sababu hiyo tu ambazo nilikutajia, kwanza, ya pili na ya tatu. Ya kwanza ilikuwa ni mapenzi, ya pili ilikuwa ni sehemu ambayo ni rahisi kuwekeza kwa sababu ya mtaji na nini, lakini ya tatu ilikuwa ni kwamba najua uchumi wa kilimo kupitia kilimo ni uchumi endelevu. Sababu ya nne ni sababu ya wateja. Najua ukiwa unaanzisha biashara yoyote, cha kwanza hicho kitu unachotaka kuuza kina wateja. Hilo ni swali la msingi sana kujiuliza unapotaka kufanya biashara yoyote. Sasa uzuri kwenye kilimo ni kwamba wateja wa chakula uzaliwa kila siku, kila dakika iendayo kwa Mungu. Ukipata takwimu sasa hivi za watoto waliozaliwa ndani ya dakika moja iliyopita utashangaa. Na mahospitalini sisi wakati tunafanya kazi ilikuwa ni sharti kila mtoto anayezaliwa asikae zaidi ya lisali moja bila kunyonya maziwa ya mama. Maziwa ya mama ni chakula. Kwa hiyo ina maana mahitaji ya chakula kwa mtu yeyote, iwe vitani, iwe ukame, iwe ardhini, iwe angani, mtu yoyote duniani kwa kila dakika anahitaji chakula. Kwa hiyo nikagundua kwamba eneo la msingi sana la kuwekeza ni eneo ambalo lina wateja wengi. Mathalan nilipokuwa nauza nguo, nikimuzia mtu nguo leo, uchukua labda mwezi mmoja, miwili, hata mwaka kumuona tena akija kununua. Lakini usishangae, sisi tuna supply sana mazao ya matunda na mboga. Tuna supply baada ya dakika kadhaa au lisali moja, unaweza kushangaa unapigiwa tena simu. Halo, tuletee tena nanasi. Unaona, pale nimepeka nanasi asubuhi, lakini baada ya lisali moja labda ni hoteli wakapigia tena simu wakataka nanasi nyingine. Ni nadra sana kukutana na biashara namna hii ambayo ina wateja kila dakika. Kilimo ndio eneo ambapo kuna wateja kila dakika. Hayo ni mambo ya msingi sana ambayo nimegundua na kuona kwamba kumbe kilimo kinalipa. Na cha ajabu sana kwenye kilimo, mwaka 2019 wakati ndio sasa tuna rasmi tumesajiliwa mwaka 2018, mwaka 2019 tukaomba ufadhili wa kutoka Melinda Gates Foundation. Na ule mfadhili ambaye ni donor alituma wataalamu 7 kuja kuangalia uwezo wetu wa kuzalisha. Swali lao la moja hapo katika maswali yote waliouliza, swali ambalo waliuliza ni kwa nini Aje Farms tumeamua kuwekeza kwenye kilimo. Ilikuwa ni swali la wale wataalamu ambao walifika shambani kwetu kuja kutufanyia assessment kama kweli tunakidhi vigezo vya mfadhili kutupa pesa kwa ajili ya uzalishaji wa miche ya migomba ambayo ingeuzwa kwa bei nafuu kwa wakulima. Swali lao hilo liligonga nyundo katika hii agenda nao kuambia. Kwa nini tumeamua kuwekeza kwenye kilimo? Ndio ilikuwa swali moja hapo. Jibu langu ilikuwa, niliwaambia hivi, mwaka 1961 wakati Tanzania kipindiko Tanganyika tunapata uhuru, tulikuwa wa Tanzania takriban milioni 9 hivi na ushare. Lakini mwaka 2019 wakati saa wataalamu wafika shambani kwetu, tulikuwa takriban wa Tanzania milioni 60. Sasa ina maana ni kwa ufupi kwamba
tumeweza kuongezeka zaidi ya mara 6 ndani ya kipindi pengine cha miaka 50. Hiyo pia ikaleta, kinashangaza sana kwamba wahitaji wa chakula watakuwepo siku zote. Wateja wa chakula uzaliwa kila siku. Tangu mwaka 1961 Tanganyika kipindi hicho tukipata uhuru tukiwa watu takriban milioni 9, na hapa ile tunapozungumza mwaka 2025 tuko takriban watu milioni 60 na. Sasa angalia swali letu la hawa wataalamu ambao walitoka kwenye kwa huyo mfadhili wakiuliza kwa nini tumewekeza kwa kilimo. Jibu langu liliwashangaza sana. Na kuongeza swali, baada ya mwezi mmoja hivi tukapokea email kwamba tumekubaliwa na tumepata ufadhili wa zaidi ya shilingi milioni 100. Sio mkopo, ni grant. Pesa ya bure ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha shughuli zetu za uzalishaji wa miche ya migomba ambayo ingeuzwa kwa bei nafuu kwa kulima. Hii pekee tu ya kwamba mfadhili za kupa milioni 100 sio mkopo kwenye kilimo. Yenyewe na kuonyesha kwamba kilimo ni mali salama sana. Hii kaanza kunifanya nipigilie misumari zaidi kukaa kwenye kilimo biashara. Sababu ya 5 ya mwisho ya kwa nini mwaka 2017 nilipoamua kwamba mimi naondoka kwenye mfumo rasmi sasa wa kuajiriwa, nilipoamua kujinasua kwenye huo mtego wa bila kazi hamna malipo. Sababu nyingine ya 5 ilikuwa ni juu ya mianya niliyoiona. Yaani kuna mianya, gaps nyingi sana kwenye kilimo. Kwenye kilimo kuna mianya mingi. Kumbuka kwa mjasiriamali, kwa jicho la mjasiriamali, kila palipo na changamoto kuna fursa. Kwenye kilimo kuna changamoto nyingi sana. Kuanzia masoko, mitaji, unaona, kwenye vitu vingi sana kwenye kilimo. Kwa hiyo unaweza ukaingia kwenye kilimo kwa kiti. Mianya ile wanaita kiti ama fursa na zita kiti. Unaweza ukaingia kwenye kilimo kwenye fursa ya kukaa kwenye kiti cha wewe unatoa elimu tu ya kilimo na utapata pesa. Unaweza kaingia kwenye kilimo, yani kwenye na maana kwa maana hiyo unaandika vitabu, unachapisha makala mbalimbali, unaelimisha watu, utapata pesa. Lakini unaweza kaingia kwenye kilimo kwa maana kwamba nimenunua matrekta mimi au nina ng'ombe wale wa kulima na nina ng'ombe wale wa kuswaga na kuweza kulima mashamba ya watu na nikapata pesa. Kwenye kilimo naweza nikaamua niingilie kwenye kiti cha kusafirisha mazao. Yaani nanunua magari ya mizigo, nikaa mimi kazi yangu tu nasafishaga tu mazao. Na yenyewe ni kilimo biashara. Naweza kuingia kwenye kilimo kwa mtindo kwamba niingie kwa maana kwamba ninunue mazao na kuuza, ambao imeajiri watu wengi sana. Na yenyewe ni mwanya ama kiti cha kuingia kwenye kilimo. Naweza kuingia kwenye kilimo kwa mfumo wa kuuza, yani nazalisha miche nauza. Unaona, au nikauza mbegu. Kwa hiyo mianya ni mingi kwenye kilimo. Nilipochungulia hiyo mianya hizo fursa, nikazichungulia hivi, nikagundua kwamba kwenye kilimo kuna mianya mingi tofauti na maeneo mengine yote. Niligundua kwamba okay, hapo ndo pa kuingilia. Kwa hiyo nikaingia kwenye kilimo biashara na tangu hapo sijawahi kujutia. Pengine umejifunza jambo lolote kutokana na ushuhuda wangu huu. Tafadhali hakikisha kwamba unaandika chini ya video hii kwenye comment section. Lakini pia una swali kuhusiana na haya yote ambayo nimekusimulia kutokana na ushuhuda wangu mwenyewe, tafadhali uliza na nami nitakujibu. Ungependa wakati ujao niongelee mada gani? Hakikisha kwamba una subscribe, una like na una share video hii ili wakati ujao tunapoleta shuhuda nyingi sana zaidi ya 10,000 kutoka kwenye maisha yangu binafsi, kutoka nasoma, baadaye nikawa daktari, baadaye nikafanya kazi ya udaktari, baadaye kuacha kazi ya udaktari na kuingia kwenye chuo kikuu cha mtaani, kitivo cha misukosuko. Mimi naita mtaani kama chuo kikuu kingine ambacho nilidairiwa rasmi tangu mwaka 2017. Kwa hiyo ninakupa uzoefu halisi ambao utaweza kusaidia. Hakika unaweza kuandika hapa na usubscribe ili tunapoweka videos hapa uweze kutupata. Kwa mitandao mbalimbali kama Facebook, ama YouTube, ama Instagram tunapatikana kwa jina la AJ Farms mashamba na utembea. Lakini pia nimeanzisha chuo kikuu cha mtaani kwa njia ya group ya WhatsApp. Kwa hiyo wewe ambaye umevutiwa na ushuhuda huu na ungependa kujifunza zaidi kutoka kwenye uzoefu wangu mimi binafsi, tafadhali unaweza kunitumia ujumbe kwa WhatsApp 0743 812 853, na ukinitumia ujumbe nitakuunganisha kwenye group yangu ya WhatsApp. Bila shaka tiketi ya kujiunga kwenye hiyo group ya WhatsApp au mimi naita chuo kikuu cha mtaani kitivo cha misukosuko, kile chuo kikuu cha WhatsApp kile. Ili uweze kuingia kule, tiketi pekee ni kununua vitabu vya ushuhuda wangu. Thank you for watching. Bye. Okay, sawa, nafikiri sio?